Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimu katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninamshukuru tena Mungu kwa ajili ya fursa hii ambayo anatupa ya kuweza kuyatafakari maneno yake kwa pamoja. Kabla hatujaingia katika neno la Mungu lile ambalo tutakwenda kujifunza siku hii ya leo, hebu tuende mbele za Mungu kwanza tukamshukuru Mungu, alafu moja kwa moja tutaingia katika neno la Mungu. Mungu mwenye uweza, Baba wa utukufu, tunakushukuru tena kwa ajili ya siku nyingine njema. Tunakushukuru kwa ajili ya ulinzi wako. Tunakushukuru kwa ajili ya hifadhi yako. Tunashukuru kwa jinsi ambavyo Bwana umekuwa pamoja nasi. Asante tena kwa ajili ya fursa hii ya ajabu ambayo unatupa ya kwenda kusikiliza maneno yako. Mungu, tunaomba katika jina la Yesu Kristo ukaseme nasi tena kupitia neno lako siku hii ya leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth mwana wa Mungu aliye hai, na mtu mmoja aseme amen. Leo hii ni siku yetu ya pili, au ni mfululizo wetu wa pili wa somo ambalo tumelianza. Nafikiri tulianza siku ya Jumamosi au Ijumaa, sina uhakika sana. Siku ya Ijumaa nafikiri ndo tulianza hili somo, na ilikuwa tuendelee Jumamosi na tungeendelea tena jana Jumapili, lakini kwa sababu ya vile nilivyokuwa nimebanwa na majukumu mengine ya kihuduma, nikashindwa kupata nafasi ya kulirekodi katika siku hizi mbili. Kwa hiyo saa hizi namshukuru Mungu tena tumepata hii fursa ya kuendelea na lile somo letu la nguvu ya maneno yetu. Na leo ni siku yetu ya pili. Kumesha kuwa na sehemu ya kwanza, au kumesha kuwa na siku ya kwanza, na nisingependa kurudi kule ambapo tumetoka. Kama hujapata somo la kwanza unanikumbusha tu, alafu na hakikisha linakuja kwako. Sio kwamba halikutumwa, lakini kwa sababu ya wingi wa watu waliopo, kuna masomo mengine yanatumwa alafu hayawi delivered. Kwa hiyo mara nyingi ndio maana mnaona mnapowasiliana na mimi, kitu cha kwanza ninachofanya hata kabla sijajibu kile mlichosema, unaona kuna message nyingi zinakuja. Zile message nyingi ni message ambazo zilitumwa huko nyuma, lakini zinaonekana kwenye inbox yako kwamba hazijawa delivered. Kwa hiyo nazichagua tena alafu nazituma kwa upya. Kwa hiyo leo moja kwa moja tuingie kwenye sehemu yetu ya pili ya hili somo la ajabu ambalo Mungu ametupa. Naomba fungua Biblia yako katika kitabu kile cha Yakobo sura ile ya kwanza. Yakobo sura ya kwanza na mstari ule wa 26. Yakobo sura ya kwanza na mstari wa 26. Biblia inasema, mtu akidhani ya kuwa anayo dini, wala hauzuii ulimi wake kwa hatamu, hali akijidanganya moyo wake, dini yake mtu huyo haifai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anaanza kutuonyesha pale kwenye sehemu ya dini, wewe weka swala la imani yako. Yaani kama wewe unadai kwamba unamwamini Mungu, kama wewe unadai kwamba umeokoka, kama wewe unadai kwamba ni mcha Mungu, kama wewe unadai kwamba ni mtaua, lakini huwezi ukauzuia ulimi wako kwa hatamu. Yaani wewe ikifika mahali ambapo yani hisia zako zimepanda, unalipuka hovyo na maneno bila kujizuia. Hisia zako ziko juu au ziko chini, au umefurahi sana au umekasirika, umechangamka au umeshuka, alafu zinaathiri hivyo vitu, vinaathiri vile unavyoongea. Anakuambia kwamba dini yako wewe haifai. Kwa sababu kumwamini kwako Mungu, kuokoka kwako, kumcha kwako Mungu, na utaua wako na uchaji wako lazima uathiri namna unavyoongea. Sio tu uathiri namna unavyoongea, lakini uwe na uwezo wa kudhibiti nafsi yako unapokuwa katika hali tofauti za kihisia. Yaani usiongee kwa sababu ya kiwango cha hisia ulichonacho. Umefurahi sana, umesikitika sana, unachangamko, umeshuka. Yaani hivyo vitu visiathiri vile unavyoongea. Yaani visiathiri maneno yanayotoka kinywani mwako. Usije ukazungumza vitu katika hali ya hisia iliyopitiliza. Iwe ni furaha iliyopitiliza, majonzi yaliyopitiliza, iwe ni mchangamko uliopitiliza, kushuka moyo kulikopitiliza. Usije ukasema maneno ambayo yakaathiri maisha yako kwa namna isiyo sahihi katika siku za usoni. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo ni vya muhimu sana kwa mtu anayemwamini Mungu, kwa mtu aliyeokoka, kwa mtu mtaua, kwa mtu mchaji, kwa mtu ambaye anadai kwamba ana imani katika Mungu, ni uwezo wa kudhibiti anachokizungumza, uwezo wa kudhibiti
anachozungumza. Sasa tutaanza kuona siku ya leo athari chanya na hasi ya maneno ambayo tunazungumza. Athari chanya na hasi ya maneno tunayozungumza. Naomba fungua Biblia yako kwenye kitabu kile cha Mithali sura ile ya 18 na mstari ule wa 20 na mstari wa 21. Anasema tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake. Kwa hiyo kumbe maneno tunayozungumza yana matunda, au kwa maneno mengine maneno tunayozungumza yana matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anapozungumza tumbo kwenye mwili wa mtu, tumbo linapokuwa halina kitu unasikia njaa. Kwa hiyo anaposema tumbo la mtu anamaanisha njaa ya mtu. Na sasa sio njaa ya chakula. Ni njaa ya vitu mbalimbali katika maisha yako vitajazwa na matunda ya midomo yako. Kwa hiyo vile vitu unavyohitaji katika maisha yako, pamoja na kwamba kuna juhudi na bidii ya kuvitafuta, lakini vile vile unachoongea kinaathiri kile unachokipata. Unachoongea kinaathiri kile unachokipata. Kwa hiyo tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake. Kwa hiyo kama huridhiki na kile ambacho kinajaza tumbo lako, badilisha maneno unayozungumza. Na tutakuwa na kuona jinsi ambavyo maneno tunayozungumza tunaweza tukayabadilisha. Nini tunakifanya kubadilisha maneno tunayozungumza? Anasema kwamba atashiba au ataridhishwa na mazao ya midomo yake. Kwa hiyo sio kwamba tu maneno yetu yana matunda, sio kwamba tu maneno yetu yana matokeo, lakini vile vile maneno yetu yana mazao. Maneno yetu ni kama mbegu ambayo baada ya muda ile mbegu inatoa mavuno. Kwa unapoongea unapanda mbegu. You are seeding your world. Ulimwengu wako, maisha yako ni kama shamba ambalo linapandwa mbegu, na zile mbegu zinaota na kuachilia mazao. Sasa mbegu ambazo unapanda katika shamba lako ni maneno yako. Kumbuka ukiangalia kwenye kitabu kile cha Luka, Mungu atusaidie ili andiko nilipate kwa Luka 8. Kitabu cha Luka sura ile ya 8 mstari ule wa 11. Anasema na huo mfano maana yake ni hii: mbegu ni neno la Mungu. Kwa hiyo kumbe Mungu ambaye tumeumbwa kwa sura na mfano wake, anapozungumza, kila anachozungumza ni mbegu. Na ndio maana Mungu akizungumza na maisha yako, ile ahadi yake ni mbegu ambayo inabidi uipe muda ili iweze kukua na kutoa mazao. Lakini vile vile na sisi maneno tunayozungumza ni mbegu ambayo tunapanda katika maisha yetu. Na saa zingine tunaweza tukasahau kile tulichosema, lakini wakati ukifika mazao tutakaanza kuona katika maisha yetu ni matokeo ya yale maneno ambayo tulizungumza huko nyuma. Ngoja nikuonyeshe kitu kwenye kitabu cha Mathayo sura ile ya 13. Mathayo sura ile ya 13, twende pamoja pale. Mathayo sura ile ya 13 kuanzia mstari wa 24. Anasema akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Umeona? Kwa hiyo kwa sababu sisi tuko kwenye ufalme wa Mungu, maisha yetu yanaweza pia yakafananishwa na konde, yanaweza kafananishwa na shamba ambayo tunapanda mbegu katika hilo shamba. Na kama katika muktadha wa somo ambalo tunaendelea nalo, maneno tunayozungumza nayo ni mbegu. Anasema lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Watu walipolala, watu walipojisahau. Saa zingine katika hali ya hisia iliyopitiliza, imepitiliza jua, imepitiliza kushuka, unaweza ukasema maneno kwa kujisahau na ukakuta umepanda mbegu yani umepanda magugu, umepanda kile usichotaka. Umeachilia maneno ambayo matokeo yake usingetaka yaonekane katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Anasema baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu.
watumwa wa mwenye nyumba. Tuishie hapo 26. Anasema baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa yakaonekana na magugu. Kwa hiyo mbegu zote zilizopandwa zikazaa. Yani ngano zilizopandwa zile zikaota zikatoa mazao. Magugu nayo yaliyopandwa yakaota nayo yakatoa mazao. Kwa hiyo kwa makini unachozungumza, kwa sababu unachozungumza ni kama mbegu unaachilia katika maisha yako, ambayo baada ya muda hicho unachosema kitaenda kutoa mazao. Kitaenda kutoa mazao. Na kwa kujua hii kanuni ya kwamba maneno ninayozungumza ni mbegu ambayo inaweza ikaenda ikatoa mazao kesho, kile ambacho natamani kukiona, sio haitoshi tu kuwa na bidii ya kazi ili kukipata, lazima vile vile kuwa na bidii ya kuzungumza maneno yaliyo sahihi, ili yale maneno katika siku za usoni ya kuletea mazao yale ambayo unayatamani katika maisha yako. Kumbuka kwamba tulijifunza siku ya kwanza, kwa imani tunafahamu kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Kama ulimwengu wa Mungu uliumbwa kwa neno la Mungu, ulimwengu wangu na ulimwengu wako utaumbwa kwa maneno yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi mazingira ambayo unayaona. Kwa mfano, Biblia inatuambia kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura ya 1 na mstari wa 1, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mstari wa 2 anasema nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na giza lilifunika uso wa vilindi vya maji. Na Biblia inaendelea kusema kwenye mstari wa 2, Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Alafu anasema mstari wa 3, Mungu akasema. Sasa Mungu alipoanza kusema, hakusema kila alichokiona na wala hakukatishwa tamaa na hali ya giza ukiwa na utupu aliyoona, bali alianza kusema kile ambacho alikuwa anataka kuona kikitokea katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na vivyo hivyo na wewe vile vile katika maisha yako lazima uwe makini unasema nini. Tuseme kwa mfano, wewe ni mfanyabiashara, unapata hasara katika biashara yako. Haitoshi kumwomba Mungu akufanikishe, hata maneno yako unayozungumza yawe sawa na kile ambacho unatamani kifanyike. Hata kama mazingira unayoyaona sasa hivi hayaakisi kile ambacho unakizungumza. Mungu aliposema iwe nuru, ilikuwa ni giza, lakini ikawa nuru kama alivyosema, pamoja na kwamba kulikuwa na giza, na baadaye akaiona nuru. Kwa sababu mwisho wa siku utaona tu kile unachokisema. Utaona tu kile unachokisema. Tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake, atashiba mazao ya midomo yake. Kwa hiyo kuwa makini unachozungumza. Tuseme kwa mfano, una mtoto ambaye hafanyi vizuri sana shuleni. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kutokufanya vizuri sana shuleni ni uhalisia uliopo, lakini kweli ya Mungu inasema kwamba watoto wako watafundishwa na Bwana mwenyewe na amani yao itakuwa kubwa. Kweli ya Mungu inasema kwamba watakuwa vichwa na sio mkia, juu sana siku zote na wala sio chini. Kweli ya Mungu inasema kwamba wataonekana mara 10 bora kuliko wenzao darasani. Hiyo ndo kweli ya Mungu inavyosema. Sasa usivurugwe na uhalisia uliopo ukaanza kuzungumza sawa na uhalisia, kwa sababu unapozungumza sawa na uhalisia uliopo unaendelea kupanda mbegu katika maisha ya mtoto wako, na zile mbegu zitamea. Kwa hiyo kama unaendelea kupanda mbegu kwamba mtoto wangu yuko vibaya shuleni, yale maneno yatamea na atazidi kuwa vibaya. Lakini ukifahamu neno la Mungu linasemaje, alafu ukawa unaenda mbele za Mungu, unamwamini Mungu kwa ajili ya kile ambacho neno lake linasema, lakini vile vile wewe katika kuzungumza kwako unazungumza kile ambacho neno la Mungu linasema, unapanda hizo mbegu katika maisha ya mtoto wako, na mwisho wa siku, pamoja na kwamba kuna giza, ukisema iwe nuru, itakuwa nuru na utaiona nuru. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tuwe makini kile ambacho tunazungumza. Usizungumze sawa na mazingira yako, zungumza sawa na matarajio yako. Speak forth your expectation. Zungumza matarajio yako. Hiyo ndo nguvu ya maneno ambayo Mungu ametupa. Anaendelea kusema mstari ule wa 21, anasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Mimi nifikiri mauti huwa katika uwezo wa shetani, uzima huwa katika uwezo wa Mungu, lakini sivyo neno la Mungu linafundisha. Neno la Mungu linazungumza kwamba mauti na uzima viko kwenye uwezo wa ulimi. Kinachomruhusu sasa shetani aje afungulie mauti katika maisha ya mtu, sio mapenzi ya shetani kuja kufungua mauti katika maisha yako. Ni maneno yako ndio yanatoa leseni kwa shetani kuja kuachilia mauti katika maisha yako. Au kama mauti iko katika maisha yako, mauti inaendelea katika maisha yako,
kile unachosema au kinathibitisha au kinatangua ile hali ya mauti ambayo unaiona katika maisha yako. Kadhalika sio Mungu, wewe unapozungumza maneno ya uzima, yale maneno yanatoa ruksa kwa Mungu kuja na kuthibitisha uzima katika maisha yako. Ngoja, kuna andiko hapa, twende kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili. Nataka nikuonyeshe kitu hapa. Kitabu cha Wafalme wa Pili, sura ile ya 2, na tunaenda kwenye mstari kuanzia ule wa 19. Wafalme wa Pili, sura ya 2, kuanzia mstari ule wa 19. Anasema, watu wa mjini wakamwambia Elisha, angalia, twakusii, mahali pa mji huu ni pazuri kama bwana wangu aonavyo, lakini maji yake hayafai. Umeona? Kwamba anaposema mahali pa nchi ni pazuri, kwamba potential ya ile nchi ni nzuri mno. Yaani ule uwezo wa ile nchi kuzalisha ni mzuri ajabu. Una kila kitu ambacho unahitaji ili uweze kuzalisha kwa namna ambavyo unapaswa kuzalisha. Lakini anasema, lakini maji yake hayafai. Na maneno yetu huwa yanafananishwa na maji, sababu neno la Mungu nalo linafananishwa na maji. Anasema, waume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake, makusudi apate kulisafisha kwa kulitakasa kwa maji katika neno. Ina maana neno la Mungu linafananishwa pia na maji. Kwa hiyo maneno yetu pia yanafananishwa na maji yanayotoka katika kinywa chetu. Na kama maneno yetu hayafai, haijalishi potential ya maisha yetu, haijalishi uwezo uliopo kwenye maisha yetu, tutakuwa tunazaa tu mapoza, na nchi uzaa mapoza. Kwa hiyo kinachofanya nchi izae vile ilivyo sio hali ya nchi, ni yale maji yanayomwagilia ile nchi. Kwa hiyo maneno yetu sio kwamba ni mbegu tu, maneno yetu vile vile yanafananishwa na maji. Anasema, akasema, nileteni chombo kipya. Akasema, mtie chumvi ndani yake. Wakamletea. Akatoka kaenda mpaka chemchemi ya maji, akatupa ile chumvi humo ndani. Akasema, Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya, hakutatoka huko tena kufa wala kuzaa mapoza. Anasema hivyo, yale maji yakapona hata leo, sawa sawa na neno la Elisha alilo linena. Lakini kitu ambacho Elisha alitumia kuponya yale maji ni chumvi. Sasa tunafahamu kwamba Biblia inasema kwamba maneno yetu yakolee munyu. Maneno yetu yakolee munyu, yakolee chumvi. Tunapozungumza maneno yaliyo sahihi, yale maneno tunayozungumza yanakuwa kama chumvi, yanakuwa kama chumvi ambayo ilitumika na Elisha kuyaponya yale maji, kuyaponya yale maji. Kwa hiyo maneno tunayozungumza au yanaachilia mauti, au yanaachilia uzima, au yanaachilia baraka, au yanaachilia laana, au yanaachilia uponyaji, au yanaachilia ugonjwa, au yanaachilia mafanikio, au yanaachilia kutokufanikiwa, au yanaachilia kufeli, au yanaachilia kufaulu. Maneno. Yani haitoshi bidii tunayoifanya. Lazima kile tunachokifanya kwa ajili ya kubadilisha hali zilizo mbele yetu ziambatane na maneno tunayozungumza, ili tuweze kuona matokeo. Twende tena kwenye kitabu cha Mithali, sura ya 12 na mstari ule wa 34. Mithali sura ya 12 na mstari wa 13, na mstari wa 14. Mithali 12, 13 na 14. Anasema, katika kosa la midomo kuna mtego kwa mbaya. Kwa hiyo unapokosea kwa mdomo wako, unapozungumza maneno yasiyo sahihi, yale maneno yatatega maisha yako. Kwa hiyo unaona, huwezi ukasingizia kwamba ni nguvu za giza zinatega maisha yako. Nguvu za giza katika Kristo Yesu hazina uwezo wa kuyatega maisha yako, ila wewe mwenyewe maneno yako yana nguvu kiasi kwamba yanaweza kawa ni mtego kwa maisha yako. Anasema, bali mwenye haki atatoka katika taabu. Na atatokaje katika taabu? Kwa sababu ya maneno anayezungumza. Achilia mbali maombi anayeomba, achilia mbali kile anachoamini Mungu atakifanya, lakini pamoja na kile ambacho anakikiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema, mtu atashiba mema kwa matunda
ya kinywa chake. Kwa kama unataka kuona mema katika maisha yako, lazima udhibiti unavyoongea. Sasa uwezi ukaongea tu peke yake. Tunafahamu kuna vitu, kanuni zingine lazima ziingie kazini vile vile ili kuleta mema katika maisha yako. Lakini hizi kanuni zingine za kufanya kazi, za kumwamini Mungu, za kumwomba Mungu, zinabomolewaga na kile ambacho tunasema, kile ambacho tunakiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu atashiba mema kwa matunda ya kinywa chake na atarudishiwa matendo ya mikono yake. Kwa hiyo kuna ushirikiano kati ya matendo ya mikono yetu na maneno ya kinywa chetu ili kuleta matokeo maishani mwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuwa makini sana, kwa sababu ya somo, kuwa makini sana na kile unachokizungumza. Kitabu cha Mathayo sura ile ya 13 na mstari wa 2 na mstari wa 3. Mathayo sura ya 13 mstari wa 2 na mstari wa 3. Anasema mtu atakula mema kwa matunda ya kinywa chake. Kwa hiyo unatamani mema maishani mwako, mtu wa Mungu, tafuta Mungu ameahidi nini kuhusu hayo mema unayoyatamani. Anza kumwomba Mungu sawa sawa na hizo ahadi. Lakini vile vile katika mazungumzo yako unapokuwa na watu, mazungumzo yako, maneno unayoachilia ukiwa peke yako, hakikisha unazungumza yale mema unayotamani kuyaona. Kumbuka Mungu alipoumba alisema iwe, ikawa, akaona. Akasema tena iwe, ikawa, akaona. Akasema tena iwe, ikawa, akaona. Ile hali ya mstari wa 2 sura ya 1 ya kuwa ukiwa, utupu na giza ikabadilishwa kuwa hali iliyo njema sana kwenye mstari ule wa 30. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Anasema bali nafsi ya mtu haini itakula jeuri. Na nafsi ya mtu haini imejaza uhaini ndani. Na kama nafsi imejaza uhaini, ndicho kinachotoka kinywani. Na kwa sababu ndicho kinachotoka kinywani, mwisho wa siku ndicho anachokula, ndicho anachoshiriki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima ujifunze kushirikisha uzungumzaji wako katika kile unachomwamini Mungu, unachomwomba Mungu, na kile unachojibidiisha kwacho katika maisha yako, ili uweze kuona hayo unayoyatamani yakiwa kitu halisi katika maisha yako. Anasema mstari wa 3, yeye alindaye kinywa chake huilinda nafsi yake. Kwa hiyo unapolinda kinywa chako, unalinda maisha yako. Unapodhibiti kinachotoka kinywani mwako, unadhibiti matokeo utakayaona maishani mwako. Kwa hiyo you can control the outcomes in your life by the words you speak. Unaweza ukadhibiti matokeo unayoyaona maishani mwako kwa maneno unayozungumza. Bwana Yesu apewe sifa. Anazungumza, anasema yeye alindaye kinywa chake huilinda nafsi yake, bali afunuaye midomo yake atapata uharibifu. Ukifungua midomo bila udhibiti katika wingi wa maneno unayozungumza, hapakosi kuwa na makosa, hapakosi kuwa na dhambi. Utakuja kuona ukizalisha vitu ambavyo usingetamani vizaliwe katika maisha yako. Na anatuambia kwenye kitabu kile cha Mhubiri sura ya 5, Mhubiri sura ya 5 na mstari ule wa 6. Mhubiri sura ya 5 na mstari wa 6, anasema usikiache kinywa chako kuukosesha mwili wako. Kwa hiyo maneno unayozungumza yanaweza kapelekea mwili wako, maisha yako ya mwilini yakakosa vitu fulani. Kwa hiyo unaweza ukazungumza maneno yakapelekea ukose vitu ambavyo unavihitaji kwa ajili ya maisha haya. Kwa sababu kumbuka, tumbo la mtu litajazwa matunda ya midomo yake. Kwa hiyo usikiache kinywa chako kuukosesha mwili wako, wala usiseme mbele ya huyo malaika ya kwamba umepitiliwa. Yaani unajua unapozungumza maneno, yale maneno yanadakwa na malaika, awe malaika wa giza au malaika wa nuru, alafu wanayaingiza kazini ili yaweze kutimia. Ukisema maneno ya hovyo, yanadakwa na malaika wa giza, wanayashughulikia ili yaweze kutimia katika ulimwengu wa mwili. Kadhalika ukizungumza maneno ya uzima, yanadakwa na malaika wa nuru, afu yanafanywa kazi ili yaweze kuja kutimia. Sasa uwezi ukashindwa kujidhibiti katika kile unachoongea, alafu ukamwambia malaika nimepitiliwa. Ukishasema, yanadakwa, yanaingizwa kazini yaweze kufanya kile ambacho umeyatuma kufanya. Kwa sababu ndivyo yatakavyokuwa maneno yatokayo kinywani mwako.
hayatakurudia bure, bali yatafanikiwa katika lile ambalo umelituma na yatatimiza mapenzi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani Mungu anasema, kwa nini Mungu hakukasirikia sauti yako na kuiharibu kazi ya mikono yako? Angalia hiki kitu. Kwa ukizungumza maneno ya kumkasirisha Mungu, kwa maneno hayo hayo anaharibu kazi za mikono yako. Kwa hiyo unakuwa na bidii katika kazi za mikono yako ambazo zinaharibiwa na matunda ya midomo yako, mazao ya kinywa chako. Kuwa makini kile ambacho unazungumza. Unakumbuka habari za yule mtu ambaye alisafiri akawaachia watumwa wake talanta. Mmoja akampa talanta 5, mwingine akampa talanta 2, na mwingine akampa talanta 1. Yule wa 5 akazifanyia kazi akazalisha 5 zingine, wa 2 akazifanyia kazi akazalisha 2 zingine. Yule wa 1 akufanya chochote na talanta yake, alafu akaanza kulalamika. Najua unavuna usipopanda, unakusanya usipotawanya. Nalijua kwamba wewe ni mtu mgumu, nikaizika talanta yako. Haya, hii hapa ichukue. Alafu bwana wake akasema, kwa maneno yako mwenyewe naenda kukuhukumu. Na ndivyo Mungu anavyotuambia, kwa makini unavyozungumza, kwa sababu kwa maneno yako unayozungumza, unayokiri, nitaenda kukuhukumu. Matokeo utakayoona maishani mwako yataamuliwa na maneno unayozungumza. Ukiniamini, hakikisha unachukua hatua katika kile unachoniamini, lakini vile vile hakikisha unachozungumza kinaendana na kile ambacho unaamini Mungu anaenda kukifanya katika maisha yako. Kitabu cha Mithali sura ya 18 mstari wa 6 na wa 7. Mithali sura ya 18 mstari wa 6 na mstari wa 7. Anasema, midomo ya mpumbavu huingia katika fitina, na kinywa chake huita mapigo. Angalia haya maneno. Kwa hiyo kumbe fitina ikiingia maishani mwako ni matokeo ya maneno ya kipumbavu ambayo unayazungumza kwa kinywa chako. Afya yako ikianza kufitinika, biashara yako ikianza kufitinika, shida zikianza kukuja katika maisha yako, angalia kwanza wewe unaongea nini? Wewe unaongea nini? Anasema kinywa cha mpumbavu ni uharibifu wake. Umeona hiyo? Kwa hiyo uharibifu katika maisha ya mtu yanaletwa na maneno ya kipumbavu ambaye anazungumza kinywani mwake. Anasema, na midomo yake ni mtego kwa nafsi yake. Hii kitu ituamshe watu wa Mungu. Tuwe makini tunavyozungumza. Wakati mwingine unajua, kwa sababu katika kwetu tulizoea kudekadeka, alafu sasa tumekuwa watu wazima bado tunayadekea maisha. Na unapoyadekea maisha, utaanza kuyatamkia maisha yako mambo usiyotakiwa kuyatamkia, na ukupanda mbegu katika maisha yako usizotakiwa kupanda, alafu baadaye utapata shida ndugu yangu, utapata shida. Mithali sura ya 6. Mithali sura ya 6 na mstari wa 2. Mithali sura ya 6 na mstari wa 2. Anasema, basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Kwa hiyo kuwa makini jamani, kuwa makini na maneno yale unayozungumza kwa kinywa chako. Hili somo kama linakugusa, hii ndo siku ya kutubu, ya kumwambia Mungu nirehemu, Mungu nisamee, Mungu nisamee, nisaidie sasa, kuanzia sasa maneno yangu yawe tofauti. Na tutakwenda kuona wakati tunaendelea na hili somo mambo ya makusudi ya kuyafanya ili maneno yako unayoyakiri yabadilike kabisa. Anasema, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Kwa hiyo unapozungumza maneno yale unayozungumza yana seed maisha yako. Mwisho wa siku yatatoa mazao. Mwisho wa siku yatatoa mazao. Kitabu cha Isaya sura ya 8. Isaya sura ile ya 8 mstari wa 11 mpaka mstari wa 13. Anasema, maana Bwana aliniambia hivi, kwa mkono hodari akanifundisha nisiende katika njia ya watu hawa, akisema. Kwa hiyo Mungu anamfundisha mtumishi wake akisema, kama hutaki kwenda katika njia ya watu hawa, hapa ufunguo ninakupa. If you don't want to experience the same thing that these people are experiencing in their life, in their business,
in their education, in their professionalism, in everything that concerns their life. If you do not want to experience the same thing, listen to me, Isaiah. I'm putting in your hands the keys that will bring the breakthrough you so desire in your life. Kama hutaki kuona mambo yale yale ambao watu hawa wanayaona katika maisha yao, kwa habari ya maisha yao mafanikio, maisha yao ya mahusiano, maisha yao ya taaluma, maisha yao ya elimu, maisha yao ya biashara na vitu vingine katika maisha yao, nataka niweke mikononi mwako Isaya funguo ambazo zitasababisha hiki ambacho unaona hawa wanaki experience. Wewe katika mazingira haya experience kitu cha tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. It starts first with what you say. Inaanza kwanza na kile unachosema. Na ndio maana mimi binafsi ninamshukuru mno Mungu kwa rais aliyetupa Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Yule baba, tukiachilia mbali leadership abilities alizonazo, sikiliza anavyozungumza. Sikiliza katika ile nafasi yake ya mamlaka juu ya nchi. Yeye amekaa kwenye kiti cha urais, ni nafasi ya juu kabisa ya mamlaka katika nchi. Kile anachokizungumza kama rais, it is a principle. Ana seed nchi yake, anaachilia mbegu katika nchi yake ambaye mazao yake atakuja kuyaona au tutakuja kuyaona Watanzania katika siku za usoni. Thank God we have been given a president that has decided to change the way that he speaks concerning the nation he leads. Tunamshukuru Mungu tumepewa rais ama ameamua kubadilika au kubadilisha kile anachozungumza kwa habari ya nchi anaiongoza. Na kwa sababu anazungumza kwamba hii nchi it's a donor country, ni nchi ambayo ya kutoa msaada. Just ifuatilie Tanzania, siku zinakuja, this country literally will be a donor nation. Kwa sababu ndicho anachozungumza. Anaposema sisi ni tajiri, sisi ni tajiri, angalia tu, angalia, fuatilia katika siku za usoni, this nation will become a rich nation. Kwa sababu lazima kile ambacho unakitarajia, lazima uanze kukikiri. Lazima uanze kukikiri katika mazingira haya ya Afrika, katika mazingira haya ya Afrika Mashariki, katika mazingira haya ambao wanasema kwamba hamna kitu chema kinaweza kikatoka Tanzania. Kinaweza kikatoka Tanzania. Wewe ona pamoja nami jinsi mambo yatakavyoendelea kubadilika. Kwa hiyo ninakuomba tuendelee kuomba kwa ajili ya rais wetu, kwa sababu kwa kweli anavyofanya, mimi ananibariki sana style yake ya leadership. Huwa nasikilizaga sana anavyoongea, na kile anachoongea huwa kinanibariki sana, kwa sababu ninajua anaachilia mbegu, anapanda mazingira, anapanda katika nchi yake anayoiongoza mbegu ya kile anachokitarajia, kwa sababu maneno yana mazao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na usijali hali tulionayo sasa hivi, maneno yanaenda kubadilisha. Yani pamoja na jitihada zingine zote zinazofanyika, sera wanazoziweka na jitihada hapa kazi tu na kadhalika, lakini maneno yakienda kinyume na vision ya tulionayo kama taifa, tutakuwa maneno yetu yanaharibu kazi ya mikono yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mungu hapa anazungumza na Isaya katika Isaya sura ya 8 mstari wa 11 hadi 13. Anasema, maana Bwana aliniambia hivi kwa mkono hodari, akanifundisha nisiende katika njia ya watu hao akisema. Sasa anaposema Bwana aliniambia hivi kwa mkono hodari akanifundisha, ina maana kwamba Mungu alimfundisha kwa ukali. Kwa hiyo Mungu alikuwa analazimisha change kwa Isaya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema msiseme ni fitina katika habari za mambo yote ambayo watu hawa watasema ni fitina. Unajua wakati tulipopitia kwenye crisis, dunia nzima ilipopitia kwenye crisis ya corona, kuna vitu alikuwa anazungumza mheshimiwa rais. Yaani watu walikuwa wanambeza, wanasema kwamba hivi vitu ni sayansi, ni sawa, ni sayansi, lakini maneno yetu yana nguvu brother. Maneno yetu yana nguvu sister. Bwana Yesu asifiwe sana. Wako wanambeza, wanasema anazungumza kama chizi, anazungumza kama amechanganyikiwa. No. Kuna expectations ambazo alikuwa nazo rais, akawa anazungumza expectation yake. Angalia Tanzania. Just look at Tanzania. Now what happened during the corona crisis?
Angalia tu Tanzania, nini kilitokea wakati wa crisis ya corona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa msiseme ni fitina katika habari za mambo yote ambayo watu hawa watasema ni fitina. Msihofu kwa hofu yao, wala msiogope. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe unapopita katika changamoto, usizungumze kama watu wengine wanavyozungumza katika changamoto zao, kwa sababu kuna namna wanazungumza katika changamoto zao, wanazidi kuithibitisha ile changamoto yao. Lakini kuna namna ya kuzungumza ndani ya changamoto ambayo itakutoa katika hiyo changamoto au itakufanya uwe juu ya hiyo changamoto. Msiseme ni fitina katika mambo yote ambayo watu hao watasema ni fitina. Msihofu kwa hofu yao, wala msiogope. Huwezi kuwa mfanya biashara katika nchi hii alafu ukasema kwamba biashara ni ngumu. Huwezi ukasema kwamba biashara ni ngumu, kwa sababu bado kile ambacho unakiuza au huduma unazozitoa zinahitajika. Unasemaje ni ngumu? Ni kwa sababu ya unavyokiri, ndio maana inazidi kuwa ngumu. Mtu atashiba mazao ya midomo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha kuzungumza hivyo vitu. Anza kuzungumza matarajio yako. Anza kuzungumza kile ambacho neno la Mungu linasema kwa habari ya haya mazingira ya changamoto ambayo unakutana nayo. Na unapozungumza hayo ambayo neno la Mungu linazungumza, huku ukiomba na huku ukifanya bidii, ukiamini kwamba kila alichosema ndivyo kitakavyokuwa, wewe utaona tu matokeo yanayokuja katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Bwana majeshi ndiye mtakayemtakasa, na awe yeye hofu yenu, na awe yeye utisho wenu. Tunamtakasaje? Tunamtakasa kwa kuamini alichosema, kwa kufanya kazi huku tukiamini matokeo sawa sawa na alichosema, na huku tukimwomba sawa sawa na alichosema, na tukikiri, tukiachilia matamko kwa kinywa chetu sawa sawa na kile alichokisema. Siku ya kesho tutaendelea, lakini kaka yangu, dada yangu, let us be careful with what we speak. Tuwe makini sana na kile ambacho tunakizungumza. Siku ya kesho tutakapokuja, tutaanza kuangalia vitu vya kufanya ili kubadilisha vile tunavyozungumza, kwa sababu kuzungumza, it is a natural outflow ya kile ambacho kimejaa ndani yetu. Unachokisema ni kile ambacho kimejaa ndani yako. Kwa hiyo ukidhibiti kile ambacho unakijaza ndani yako, umeshadhibiti kile ambacho kitatoka kinywani mwako. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya kile ambacho umetufunza tena siku hii ya leo. Tunakurudishia sifa, heshima na utukufu kwa maneno yako ya ajabu ambayo umesema nasi siku ya leo. Mungu, katusaidie sawa sawa na ulivyotufundisha leo, tukayabadilishe maisha yetu na tukayaone matokeo uliyoyakusudia katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Tunakurudishia sifa, tunakurudishia heshima, tunakurudishia utukufu kwa kile ambacho tena umetufundisha siku ya leo, katika jina la Yesu aliye hai. Na mtu mmoja aseme amen. Naitwa mchungaji Carlos Ricky Wilson Kilimbai. Kama unatamani kuyapokea haya masomo katika akaunti yako ya WhatsApp, naomba nitumie message ya WhatsApp kuja 0786312131. Hiyo message ya WhatsApp iwe na majina yako kamili, alafu utaanza kuyapokea haya masomo. Lakini vile vile kama uko kwenye jiji la Dar es Salaam na ungetamani kuabudu pamoja nasi, tunakutana katika ukumbi wa shule ya msingi Kisutu, iko mtaa wa Kisutu, Posta Mpya, jijini kati, Dar es Salaam. Kila Jumapili kuanzia saa 4:30 mpaka saa 7 kamili mchana tunakutana kwa ajili ya ibada katika ukumbi ule. Lakini vile vile siku hiyo hiyo ya Jumapili saa 2 asubuhi mpaka saa 4 tunakutana wale ambao tuna nafasi, na natamani na wewe uwe na nafasi uje, ili tuweze kuomba kwa ajili ya ibada ya siku hiyo, tuweze kuomba kwa ajili ya maono ya huduma, lakini vile vile tuweze kuomba kwa ajili ya nchi yetu. Lakini vile vile siku ya Jumamosi, kila Jumamosi saa 9 alasiri mpaka saa 1 jioni tunakutana shule ya sekondari ya wasichana Kisutu. Iko hapo hapo kwenye eneo hilo ambalo shule ya msingi ya Kisutu ipo. In fact ziko kwenye uzio moja, shule ya sekondari ya wasichana Kisutu na shule ya msingi Kisutu. Siku ya Jumamosi, wakati kule upande wa ukumbi praise and worship team wanajiandaa kwa ajili ya ibada ya kesho yake, waombaji, wale watu ambao tuna nafasi ya kuomba, tunakutana katika moja ya madarasa ambayo tumepewa pale, ili tuombe kwa ajili ya ibada ya kesho yake. Tuombe kwa ajili ya maono ya huduma, sio maono ya kanisa tu, lakini huduma yetu, kwa sababu inawafikia mpaka ninyi ambao mnanisikiliza kwa njia ya mtandao. Uwe nafahamu kwamba hata wewe unaombewa. Kwa hiyo kama uko Dar es Salaam na una nafasi, tafadhali uje tuweze kuomba saa 9 alasiri mpaka saa 1 usiku. Bwana Yesu asifiwe sana. Na lipo group ambalo tunashirikishana wiki nzima, pointi za maombi za kuombea kwa ajili yetu, kwa ajili ya
kwa ajili ya huduma, kwa ajili ya maono, kwa ajili ya nchi, kama Mungu anatupa kuomba kwa ajili ya nchi. Kuna group ambalo tumelianzisha, ambalo ukijiunga hapo unakuwa unajua pointi zile ambazo tunaziombea. Nitumie pia message ya WhatsApp 0713476378. Bwana Yesu apewe sifa, na utaanza kupokea zile point za maombi. Na vile vile tukumbushane kwa wale ambao tuko Dar es Salaam, kesho siku ya Sabasaba, Jumanne tarehe 7 mwezi wa 7, itakuwa ni siku ya kufunga na kuomba. Alafu siku ya saa 9 alasiri mpaka saa 1 usiku, saa 9 alasiri mpaka saa 1 usiku tutakutana tena pale Kisutu Girls Secondary School kwa ajili ya kuomba pamoja. Mungu akubariki mpaka tutakapoonana siku ya kesho. Endelea kubaki kutunzwa na Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Amen.